ni sababu kubwa inayopelekea jamii kupata utulivu, ni msingi mkubwa unaopelekea nchi kupata utulivu na amani, na kinyume chake ni sahihi. Iwapo watu watavunja msingi huu, wataishi maisha ya dhiki, maisha yasiyokuwa na utulivu na amani, kwa sababu ya kuvunja msingi huu aliouweka Allah tabaraka wa taala kuwawekea waja wake katika maisha yao ya kila siku. Na leo biidhnillah tutaangalia kwa ufupi kaifia, namna ya kuhifadhi heshima ya watawala. Ni mambo gani ambayo yanatakiwa wananchi kuyafanya, wawe ni Waislamu au wasiokuwa Waislamu? Ni mambo gani yatakikana wayafanye ili wahesabike kwamba ni wenye kujitahidi kuitunza na kuhifadhi heshima ya watawala wa nchi? Yako mambo mengi, lakini moja katika hayo addu'a lahu, ni kumwombea dua kiongozi. Hili ni jambo la msingi ambalo mwananchi atakapolifanya kwa kiongozi wake atahesabika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mtu huyo ni mwenye kutunza na kuhifadhi heshima ya kiongozi wake. Addu'a lahu bilhidayati wattawfiqi wassadadi fi umurihi wa salahi alqalbi wa salahi albitana, kumwombea dua kiongozi, dua ya hidayah, Allah tabaraka wa taala amuongoze, na pia Allah amuwafikishe, amjalie kiongozi huyo kuwa ni mwenye kusimamia vyema majukumu yake ya kila siku kwa lengo na kwa ajili ya maslahi ya taifa. Lakini pia kumwombea dua kiongozi ili Allah tabaraka wa taala amfanye kuwa ni kiongozi bora, amfanye kuwa ni mtu mwenye roho nzuri, mwenye kuangalia vizuri raia wake, na mwenye kuwajali, mwenye kufanya mambo kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Na pia kumwomba Allah tabaraka wa taala amfanye kiongozi huyo awe na wasaidizi waliokuwa wazuri. Katika dua wanazotakiwa kuwaombea viongozi wao wananchi ni dua hizi: Allah tabaraka wa taala awajalie viongozi hao kupata wasaidizi na washauri waliokuwa wazuri, ili wawashauri watawala hao mambo ambayo yataleta maendeleo ya nchi, lakini pia mambo ambayo yataleta faida kwa raia, ili kupata saada na salama na utulivu wa nchi. Anasema al-Imam Fudayl ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala: law kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa lidhi sultan. Anasema imamu huyu mtukufu, Allah mrehemu, Fudayl ibn Iyadh, lau kama ningalikuwa mimi ninajua ya kwamba nina dua, nina maombi yanayokubalika kwa Allah tabaraka wa taala, ma ja'altuha, nisingeyafanya maombi hayo illa fi sultan, isipokuwa kumwombea mtawala. Huyu ni mwanachuoni mkubwa, anaelezea umuhimu wa kuwaombea dua watawala, kwa sababu watawala wanapotengamaa ndipo nchi hutengamaa
na wananchi kupata utulivu. Ndiyo maana imamu akayasema haya maneno kwamba angekuwa anafahamu kuwa anayo dua inayokubalika kwa Allah tabaraka wa taala kwa haraka, basi dua hiyo angeipeleka moja kwa moja kwa mtawala, ili Allah tabaraka wa taala amfanye kuwa ni mtawala aliyokuwa bora, ambaye anakwenda mbio kwa maslahi ya taifa. Thaniyan, jambo la pili katika mambo ambayo yatakikana wananchi kuyafanya, kuwafanyia watawala wao ili ihesabike ya kwamba wanatunza heshima na nafasi za viongozi wao, baada ya kuwaombea dua, at-tahalli bis-sidqi wal-amana fi at-ta'amuli ma'ahu wa fi naqli al-akhbari anhu, kujipamba na tabia ya ukweli, kadhalika na kujipamba na tabia ya uaminifu katika kuamiliana na kiongozi wa nchi, lakini pia kuwa mkweli katika kuchukua habari na kuzieneza kutoka kwa kiongozi huyo. Haitakikani kuelezea na kueneza habari zinazomhusu mtawala isipokuwa habari ambazo ni za ukweli, na haitakikani kwa mwananchi kumzulia na kumchafua kiongozi wake. Na msingi huu hasa unawahusu sana wale ambao ni watumishi wa umma. Watumishi wa umma ambao wameteuliwa na kiongozi wa nchi wanatakikana wawe ni wenye kujipamba na msingi huu na sifa hii ya kuwa kweli katika shughuli zao na kuwa waaminifu katika kusimamia sekta zao walizokabidhiwa, na wakaahidi ya kwamba watajitahidi kuzitendea haki sekta hizo, kwa sababu watumishi hao iwapo watatekeleza majukumu yao ipasavyo, basi heshima itarudi kwa kiongozi wa nchi. Lakini hao watumishi iwapo watakwenda kinyume, wakawa si waaminifu, wakaenda kinyume na zile kazi walizopewa inavyotakiwa, lawama itamrejelea kiongozi mkuu katika nchi. Lakini pia msingi huu si kwa watumishi peke yao, bali hata kwa sisi raia wa kawaida yatakikana tujipambe na jambo hili la kuwa wa kweli katika kuchukua habari na kuzieneza zinazowahusu viongozi wetu, lakini pia na kuwa waaminifu katika kuzipokea na kuzieneza habari za viongozi. Thalithan, jambo la tatu katika mambo ambayo wananchi yatakikana kuyasimamisha ili wahesabike kisheria wanatunza na kuhifadhi heshima na nafasi za watawala, an-nasihatu lahu, kumnasihi kiongozi pale ambapo itapelekea kama kutakuwa na haja ya kumpa nasaha kiongozi, basi yatakikana wananchi waweze kumnasihi kiongozi, lakini kwa mfumo na utaratibu unaokubalika kisheria. Wayajibu an takuna an-nasihatu bil-lutfi war-rifqi, yatakikana nasaha za kumwelekea kiongozi zifanywe kwa upole na kwa utulivu na kwa lugha iliyokuwa mzuri. Wakati mwananchi anapompelekea nasaha, maoni na maombi rais wa nchi, yatakikana nasaha hizo na maombi hayo na maoni hayo yawe kwa lugha iliyokuwa mzuri na kwa maslahi ya Watanzania, kwa maslahi ya wananchi. Wa an takuna sirran, na nasaha hizo zifanyike kwa siri. Lianna an-nasihata allati yujharu biha amama an-nasi fi al-manabiri wa wasaili at-tawasuli tuthiru ash-sharra wa tuhdithu al-adawata bayna ulati al-umuri war-ra'iyya.
yatakikana nasaha hizo kwa viongozi zifanywe kwa siri. Kama una uwezo wa kumfikia kiongozi, basi mfikishie nasaha zako kwa hali ya siri, kwa sababu nasaha na maoni na rai zinazofanywa na kudhihirishwa kuwalenga watawala amama nnasi, mbele ya watu, katika mimbari, katika majukwaa, kadhalika na katika wasaili tawasul alijtimai, kupitia mitandao ya kijamii. Nasaha zinazotolewa huko katika mitandao ya kijamii na maoni wanayoyatoa huko wananchi kuwaelekezea moja kwa moja watawala, jambo hilo tuthiru sharra, ni lenye kueneza shari, ni lenye kusababisha fitna. Kadhalika jambo hilo linazalisha uadui na chuki baina ya viongozi na wananchi wao. Jambo hili linaleta taharuki, linaleta fujo mitandaoni, lakini fujo haziishii mitandaoni, bali zinakuja moja kwa moja mpaka mitaani, jambo ambalo linapelekea wananchi kuacha na kuvunja msingi huu wa kutunza na kuhifadhi heshima ya viongozi wao. Badala yake wanabaki kuwa ni wenye kuwasema vibaya na kuwatukana watawala, jambo ambalo ni kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi lahu alaniyatan walakin liyakhudh biyadihi fayakhluwa bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema ya kwamba yeyote mwenye kutaka kumnasihi mtawala biamri, kwa jambo ambalo anaona pana haja mtawala huyo anasihiwe, fala yubdihi lahu alaniyatan, asimfikishie nasaha hizo na maoni yake wazi wazi, asizitangaze kwa watu, asizitangaze mitandaoni, kwa sababu yeye anakusudia nasaha hizo na maoni hayo yamfikie mtawala ili aweze kurekebika pale ambapo anaona ana haja ya kurekebisha kiongozi. Walakin liyakhudh biyadihi, bali amshike mkono wake, fayakhluwa bihi, akae pembeni, amshike mkono wake wakae pembeni kama anaweza kufanya hilo. Fa in qabila minhu, akikubali nasaha hizo na maoni yake basi ni kheri, na kama hatozikubali nasaha zako na maoni yako, basi mtu huyo atakuwa ametekeleza wajibu wake, atakuwa ametekeleza wajibu wake wa kumfikishia nasaha kiongozi huyo. Hadithi hii ameitoa Imam Ahmad na wengineo. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.